Maisha ya Cyrus Jirongo yanachora mstari mrefu kama wingu linalopita angani lisilo na mwisho, mstari uliopambwa kwa ujasiri, utata na maswali yasiyopata majibu. Kila hatua yake ilionyesha mvutano wa nguvu na tamaa, kila usemi wake ukipasha moto wa siasa na kuamsha hamu ya umati. Kifo chake cha ghafla asubuhi ya Jumamosi, mwendo wa saa 9 asubuhi kando ya barabara kuu ya Nairobi Nakuru, kilifunga ukurasa wa simulizi ya mwanasiasa aliyesimama katikati ya nguvu, tamaa na migongano ya nyakati. Na ile ilitokea usiku ya leo, ilitokea accident mbali ya basi yangu na Mercedes. Mercedes ilikuwa inatoka kwa mafuta petrol station na mimi ninatoka Nairobi nikienda Busia. Mercedes wakati aliingia kwa hakugive, aliingia kwa mafuta kwa barabara na akaona upande yake gari zimeweka jamu. Akaamua kuja penye niko, tukakutana kichwa na kichwa na yeye. Alizaliwa tarehe 21 mwezi Machi mwaka 1961. Shule ya sekondari ya Mangu ilimfundisha nidhamu na maarifa, lakini pia ilimfunza kujitokeza. Tayari hapo uso wake ulionyesha ishara za kiongozi. Katika mapema miaka 90 alipata umaarufu kitaifa kama kiongozi shupavu wa vijana, akiongoza Youth for KANU 92 au YK92. Kundi hilo lilikuwa nguvu ya kisiasa, likisukuma mkono kwa chama kilichokuwa kinatawala KANU na kufungua mlango wa kuunda vizazi vipya vya wanasiasa. Hapo ndipo alipojenga uhusiano wa kisiasa na Rais William Ruto, aliyekuwa mtu wake wa mkono, mshirika wa karibu katika safari zake za kisiasa. Hata noti ya shilingi 500 ilipewa jina lake, ishara umaarufu na ushawishi wake uliokuwa kwa kasi. Jirongo alijitokeza hadharani si tu kama kiongozi wa vijana, bali pia kama mbunge wa Lugari, kiti alichoshika kwa bidii kuanzia mwaka 1997 hadi mwaka 2002 na tena mwaka 2007 hadi mwaka 2013. Kati ya mwaka 2002 aliwahi kuhudumu kama waziri wa maendeleo vijijini katika serikali ya Rais Daniel Arap Moi, akishughulikia masuala ya taifa na kushirikiana moja kwa moja na ngazi za juu za uongozi. Lakini safari yake haikuwa mstari ulionyoka. Baada ya kugongana na KANU mwaka 1999, alijaribu United Democratic Movement, kisha akarejea tena kwenye uhusiano na KANU. Mwaka 2006 alianzisha chama chake cha kisiasa, Kenya African Democratic Development Union KADU, chama ambacho kilimrudisha tena kwenye kiti cha Lugari mwaka 2007. Chama chake kilikuwa sauti ndogo upinzani, lakini chenye mvuto wa hoja na wazo la kisiasa lililojengwa kwa ujasiri. Jirongo pia alijaribu mara kadhaa kuwania nafasi ya urais, akionyesha nia yake ya kwanza mapema mwaka 1998. Katika uchaguzi mkuu mwaka 2017 aliwania chini ya United Democratic Party UDP, chama ambacho alikiongoza hadi mwisho wa maisha yake. Hii ilikuwa ishara ya mteremko na kupaa, ujasiri na tamaa, hatua ya kujaribu kufika kilele cha siasa cha taifa. And I want to take this opportunity maybe to introduce my children. They are here, and call upon Munywa, who took over the reign, to introduce the other family. Ndio watoto wajuane, they must know they are related. Na nikitoka hapa msiniulize maswali, mjue mimi ndio nilikuwa bwana wa kwanza na Munywa akachukua bwana wa pili. Na Mama Kitoni knows very well. She gave birth to a very pretty girl. And I've told Kiprono, you know, your sister was extremely pretty during our times. So don't mistake me and Munywa. We are just good people who could see good things. Zaidi ya siasa, Jirongo alikuwa mwanafamilia, mtu aliyetizama urithi kwa jicho la ndani. Miaka baadaye kauli zake zikawa tulivu zaidi, zikichambua tafakuri badala ya mapambano. Alionekana kama mzee wa busara, akitizama nyuma maisha aliyowahi kuishi, karibu na moto mamlaka, moto na upasha, lakini pia kuunguza. Kifo chake cha ghafla ni ukumbusho la udhaifu wa maisha, hata kwa wale waliowahi kutawala vichwa vya habari na kuamsha shamra za umma. Amesalia urithi wa kisiasa na jamii, akikumbusha zama ambazo tamaa ilikuwa kali, miungano ilibadilika kwa haraka na taifa lenyewe likawa likijifunza kutembea. Katika kumkumbuka, Kenya haialikwi tu kuomboleza maisha yake yaliyokatika,
bali pia kutafakari juu ya kizazi cha wanasiasa kilichounda sura ya leo ya taifa, kizazi kilichosababisha viongozi wa sasa kama Rais William Ruto na ambacho mwangwi wake bado unasikika katika safari ya kesho. Kama jamii tusipotee. Ni muhimu tukae pamoja, tuweke watu wetu pamoja na tusiwe na safari zile ambazo tumekuwa tukifanya kila wakati. Tuwe na safari ambayo itakuwa na matokeo. Safari ambayo itahakikisha jamii wa pande hii wanapata haki yao kitaifa. Tunaelewana? Sisi hatuwezi kuwa voting machine ambaye kila wakati tumekuwa watu wa kuchezewa. Lala pema palipo na wema. Cyrus Jirongo. They say a hungry man is an angry man, Mr. Speaker. Umakini!